بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ anasema الشيخ رسلان حفظه الله: فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ je, kuwekewa mpaka ule muda maalumu kunatosha katika kuweka mpaka mafhumu ya salaf? Tumeelezea wiki iliyopita maana na makusudio ya salaf katika istilahi ya maulama. Tukaelezea ikhtilafu yao katika kuelezea makusudio ya salaf. Kuna wanaosema kwamba ni masahaba peke yao, kuna wanaosema ni masahaba na tabi'un, kuna wanaosema ni sahaba wa tabi'un wa tabi'u tabi'in, wa annahum man kana qabla al-500, na kuna wanaosema kwamba salaf ni wale waliokuwa kabla ya miaka 500 tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzisha dola la Kiislamu. Qala wa yaz'umu ashabu hadha alqawli annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyah muayyana la yataaddaha. Wanadai watu wa kauli hii ya mwisho kwamba madhehebu haya yamewekewa kipindi maalumu, la yataaddaha, hayakiuki kipindi hicho. يقولون ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله, kisha fikra za Uislamu ikaendelea baada ya hapo kwa mikono ya watu wake. وممن ذهب هذا المذهب البوطي في كتابه الذي لبس فيه ما لبس وأتى فيه بما لم يسبقه إليه إلا سلفه من أهل الأهواء والبدع. Katika waliokwenda katika madhehebu hiyo ni huyu Al-Buti katika kitabu chake ambacho alifanya talbis, akatatiza watu, akafanya ubabaishaji katika kitabu hicho, akaleta mambo ambayo hakuna waliomtangulia isipokuwa wale waliomtangulia katika watu wa bid'a kama yeye. Qala fahali at-tahdidu az-zamaniyu kafin litahdidi mafhumi salaf? Je, hiyo kuwekewa muda maalumu kunatosheleza katika kuwekewa muda mafhumu ya salaf? ثم قال الشيخ رسلان: إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون المفضلة, tukisema kwamba muradi wa salaf kimuda ni watu wale wa karne zile bora tatu, masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in, istinasan bil ahadithi alwarida, kwa ajili ya kufuata hadithi zilizokuja fi ta'yin alqurun almufaddala, katika kuzibainisha hizo karni bora. fahal na'tabiru kull man 'asha fi hadhihi alqurun salafan yuktada bihi? Je, tunamzingatia kila mtu aliyeishi katika karne hizi tunamzingatia ni salaf, anafuatwa? Kila aliyeishi katika hizo karne tatu bora, karne ya masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, watu wote walioishi katika karne hizo tatu, je, kila mmoja ni salaf, anatakiwa afuatwe? ثم أجاب الشيخ حفظه الله قال: لا شك أن ذلك غير صحيح. Hapana shaka kwamba hilo sio sahihi, kwamba watu wote walioishi katika hizo karne tatu bora, watu wote ni salaf na wote wanafuatwa katika miongozo yao. Wa anna al-ijabata ala hadha at-tasaul an-nafyu, na kwamba jawabu la swali hili ni kukanusha kwamba sio kila aliyeishi katika karne hizo tatu kwamba anaitwa ni salaf, anafuatwa, sio hivyo. ثم قال: فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية.
vilijitokeza vikundi vingi katika muda huu. Fahal tuaddu salafan yuqtada bihi wa yurja'u ilayhi, je vinahesabiwa vikundi hivyo ni salaf pia vinafuatwa na kurejelewa? Kuna vikundi vingi vya kibid'a vilivyo dhidi ya ahlus sunna vilijitokeza pia katika karne hizo, je pia wanazingatiwa ni salaf? Qala qad dhahara kathirun min alfiraqi wattawaif adh-dhalla allati i'tanaqat al-ara' al-munharifa fi tilka al-fatrati az-zamaniyya, vilidhihiri vikundi vingi vilivyopotea ambavyo vilijifunga na maoni yenye kupotoka katika kipindi hicho cha muda huo. Fahali yuaddu haulai salafan, je wanahesabiwa hao pia ni salaf wenye vikundi hivyo ambavyo ni dhalla? Idhan laysa sabqu az-zamaniyu kafian fi ta'yin salaf, kwa hiyo si kutangulia kimuda huo kunatosheleza katika kuwabainisha hao salafu. Si wote hao waliokuja katika muda huo katika karne hizo tatu bora kwamba wote hao inatosha kwamba ndiyo salaf, bal la budda an yudhafa ila hadha as-sabqi az-zamani shay'un akhar, bali lazima kiongezewe kitu kingine, liongezewe jambo jingine katika kutangulia huku kwa muda huo. Lazima kuwe kuna jambo jingine, sio salaf peke yake. Wa huwa muwafaqatu li'tiqadi wal qawli wal amali lilkitabi was sunna, jambo hilo la kuongezewa ni kuwafiki itikadi na maneno na vitendo kuitakidi Qur'ani na hadithi. Lazima vikundi hivyo au lazima kila aliyeishi katika muda huo awe itikadi yake na maneno yake na vitendo vyake vinawafiki Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. فمن خالف اعتقاده أو قوله أو عمله الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. Mtu ambaye itikadi yake au maneno yake au vitendo vyake vimekhalif Qur'ani na hadithi, huyo si salafi hata kama akiishi baina ya masahaba na tabi'in. Tumefahamu faman khalafa i'tiqaduhu au qawluhu au amaluhu alkitaba was-sunnah falaysa bisalafiyin, mtu ambaye itikadi yake au maneno yake au vitendo vyake vimekhalif Qur'ani na hadithi, huyo si salafi hata akiishi baina ya masahaba na tabi'in. Si wale makhawariji, si walikuwa katika wakati wa masahaba. Makhawariji wale walikuwa kihisabu vijiwe katika ardhi zao, walikuwa ndani ya katika masahaba, ahadu sahaba. Abdullah ibn Mas'ud akawakataza jambo lile, kumbe ni makhawariji. Ndio anasema hal yu'addu al-kharijiyyu alladhi i'tarada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lana salafan, je anazingatiwa na kuhesabiwa yule khariji ambaye alimpinga mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, je pia tunamhisabu kwamba ni salaf? Wa huwa kana fi ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni alikuwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia ya Rasulullah i'dil fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu katika kugawanya kwako ghanima, hujafanya uadilifu. Dhulkhuwaisira, yule Dhulkhuwaisira ni rasul khawarij, ndiyo chanzo cha makhawarij Dhulkhuwaisira. Akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam hivyo, i'dil fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu kwani wewe hujafanya uadilifu katika kugawanya hizi ghanima. Mtume akamwambia waman ya'dilu idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi nisipofanya uadilifu? Nani mwingine atakayefanya uadilifu? Kumbe ni khariji yule, mtume akaamrisha auawe yule. Kwa hiyo yule katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, je pia anaitwa ni salaf? La. sawa. Fahaulai la budda min muwafaqatihim lilkitabi wassunnah fi kulli ma atau bihi. hawa salaf lazima wawafikiane na Qur'ani na hadithi katika kila walilolileta, hatta yakunu lana salafa,
ili wawe ni salafu wetu lazima wawafikiane na Qur'ani na Sunna katika akida zao, katika amali zao, katika aqwali zao. faman lam yuwafiq fala yu'addu lana salafa, asiyewafiq Qur'ani na Sunna hahisabii kwetu ni salaf wala hazingatii kwetu ni salaf. Kwa hiyo kutangulia kwa zaman na kuishi katika karne hizo bora hakutamfanya mtu awe ni salaf afuatwe mpaka awe ni salaf katika itikadi yake, katika maneno yake, katika ibada zake anawafiki Qur'ani na Sunna. Idhan قال وجود الشخص في ذلك الزمان لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف. Kwa hiyo kupatikana mtu katika zama hizo haitoshelezi kumhukumu kwamba yeye yuko katika madhehebu haya salaf, ma lam yakun muwafiqan lilkitabi was-sunnah fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'a, muda wa kwamba si mwenye kuwafikiana na Qur'ani na Sunna katika maneno yake na vitendo vyake, alafu muttabi'an la mubtadi'an, awe ni mwenye kufuata si mzushi. lidhalik fa inna kathiran min al-ulama yuqayyidu hadha al-mustalah 'inda isti'malihi fayaqul as-salafu as-salih. Kwa hiyo ndio wengi katika maulama wanaifunga istilahi hii wanaifunga wakati wanapoitumia kwa kusema as-salafu salih. Ukisema as-salafu salih wanatoka wale ambao itikadi zao zilikuwa mbaya katika hao waliotangulia. Fayaqul as-salafu salih, wanaifunga hiyo salaf kwa neno hilo as-salih, lianna as-salafa man taqaddama min abaik wa dhawi qurbaka fahumu salifun. Sababu salaf ni wale waliokutangulia katika wazee wako na jamaa zako, hao ndio as-salifun, wenye kutangulia. Qad yakunu minhum as-salih wa qad yakunu minhum at-talih, huwa akapatikana katika wao mwema na huwa akapatikana katika hao muovu. Fala budda min at-taqyid bihadha al-qaid, kwa lazima kuifunga hiyo salaf kwa qaidi hii, sharti hii ya as-salih, lazima utie as-salafu salih. Unaposema salaf wanaingia wengine ambao si salihun, wanaingia pia kwa sababu waliishi katika karne hizo, lakini utakapoitia qaidi hii, sharti hii as-salih, wanatoka hao wengineo ambao sio watu wema. قال السفاريني رحمه الله المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة. Asema muradi wa madhehebu ya salaf ni yale ambao walikuwa juu yake masahaba watukufu ridwanullahi alaihim, na wale at-tabi'in wenye kuwafuatia hao masahaba kwa wema, na waliowafuatia hao, na viongozi wa dini katika wale ambao wameshuhudiliwa uongozi. wa urifa idhamu sha'nihim fi ad-din, yakajulikana makubwa ya hali zao katika dini. Watalaqa an-nasu kalamahum khalafan an salaf duna man rumiya bibid'a au shuhira bilaqabin ghairi mardhiyin, watu wakapokea maneno yao khalafan an salaf, kutokana na hao waliokuja nyuma, wakapokea kutokana na hao waliotangulia. Duna man rumiya bibid'a, kinyume cha yule ambaye ametupiwa bid'a kwamba alikuwa ni mtu wa bid'a au alitangaa kwa laqab lisilopendwa, au shuhira bilaqabin ghairi mardhiyin, au alitangazwa kwa laqab, jina ambalo ghairi mardhiyin, halikuridhiwa wala halipendwi. Kwa hiyo hao watatoka, marumia bibid'a au shuhira bilaqabin ghairi mardhiyin, watatoka. Qala mithla al-khawarij, hawa ndio watu waliotupiwa bid'a hizo, khawarij والروافض والقدرية والمرجئة
والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء na mfano wa hawa wote hata kama walikuwepo katika zama hizo hawaitwi as-salafu salih. ثم قال فليس كل سلف يقتدى به, si kila salaf anafuatwa, si kila aliyetangulia katika karne hizo anafuatwa. wa inna ma takunu alqudwatu waluswa biulaika salafil akhyar, isipokuwa inakuwa uongozi na kiigizo ni kwa hao watu wema bora min ashabi nabii al-mukhtari sallallahu alayhi wasallam wa a'immati tabi'in wa tabi'ihim, katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na viongozi wa tabi'in na wenye kuwafuatia hao, alladhina shuhida lahum bil khairiyya, ambao wameshuhudiliwa kwa ubora. alladhina shuhida lahum bil khairiyya, katika hadithi ile ya mtume sallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, hao wameshuhudiliwa kwa ubora. alladhina urifa tamassukuhum bis-sunnah wal imamatu fiha ma'a ijtinabil bid'a wat tahdhiri minha, hao walioshuhudiliwa kwa ubora ambao wamejulikana kushikamana kwao na sunna, walimamatu fiha, na uongozi katika sunna, pamoja na kujiepusha na bid'a na kutahadharisha bid'a. hao as-salafu salih walioshuhudiliwa ubora wanajulikana kwamba wameshikamana na sunna, ni viongozi wa sunna, pamoja na kwamba wanajiepusha na bid'a na wanatahadharisha mambo hao ya uzushi. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهاجهم. الله mtukufu ametuamrisha tufuate njia ya masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na kufuata athari zao na kufuata njia yao. Waqala subhanahu wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia ya wale wenye kurejea kwangu. wattabi' sabila man anaba ilayya, ifuate njia ya watu wenye kurejea kwangu. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابة منيب إلى الله, kila mmoja katika masahaba ni mwenye kurejea kwa Allah. fayajibu ittiba'u sabili, ni lazima kufuata njia yake. wa aqwaluhu, na maneno yake. wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi, maneno yake na itikadi zake ni katika njia yake kubwa huyo sahabi. Hii ni moja katika aya zinazoamrisha waislamu wawafuate masahaba katika itikadi zao, katika ibada zao, katika maneno yao, sababu wote masahaba ni kila mmoja katika masahaba munibun ila Allah, ni mwenye kurejea kwa Allah, na Allah anaamrisha wattabi' sabila man anaba ilayya, ifuate njia ya waliorejea kwangu. Kwa kila mmoja katika masahaba ni munibun ila Allah, fayajibu ittiba'u sabili, ni lazima kufuata njia yake. wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi, maneno yake huyo sahabi na itikadi zake ni katika njia yake kubwa huyo sahabi. Maneno ya sahabi ni hujja, itikadi ya sahabi ni hujja ikiwa haikukhalifu Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان, Allah amewaridhia hao masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na wenye kuwafuatia hao kwa wema. وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة
bisalafiyin. Si uzushi, si katika uzushi wa jambo lolote kujiita ahlus sunna as-salafiyin, si uzushi. Falaysa min al-ibtida'i fi shay'in an yatasamma ahlus sunna bis-salafiyin. Si katika uzushi kwa jambo lolote ahlus sunna kujiita salafiyin, sio uzushi. Bal inna mustalaha as-salafi yusawi tamaman mustalaha ahli sunnati wal jamaa. Bali istilahi ya salaf inakuwa sawa moja kwa moja na istilahi ya ahli sunnati wal jamaa. Hakuna tofauti baina ya salaf na ahli sunna wal jamaa na ahlul hadith na ahlul athar na alfirqatu najia na at-taifatu al-mansura na al-ghuraba. Yote haya ni majina ya hao ahlus sunna wal jamaa, hakuna farqa baina yao. ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. hudirikiwa hilo, hufahamiwa hilo بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة, kwa kukusanyika kila moja katika istilahi hizo mbili katika haki ya masahaba, kwani hao masahaba ndiyo salaf na ndiyo ahlus sunnati wal jamaa. Qala wa inna ma takunu almunaza'a haythu yad'i alintisaba ila salaf man laysa bimuntasibin ilayhim haqiqa. Istilahi ya ahlus sunna na istilahi ya salaf hakuna farqa, kwani salaf ndio hao masahaba na ahlus sunna ndio hao masahaba. Kwa unapojiita as-salafi, anta salafiyun, wewe unajinasibisha na hao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, bali jina hili ndio fupi kuliko kujiita ana min ahli sunnati wal jamaa. Ana min ahli sunnati wal jamaa, naona hili kidogo ni refu, lakini ana salafi tayari umemaliza kwamba unajinasibisha na masahaba. Sheikh Albani alimnakishi mtu mmoja, akamwambia wewe ukiulizwa, je, wewe ni muislamu uko katika madhehebu? Sasa mimi nitasema mimi ana muslimun, mimi ni muislamu, inatosha. Akamwambia la, haitoshi, sababu watu wengi wanajinasibisha na Uislamu, watu wengi wanajinasibisha na sunna ambapo wengine si waislamu. Mashia pia wanajiita hivyo, unaona, makadiani pia wanajiita ana muslim. Sasa badilisha, basi asema basi mimi nitajiita ana muslimun fi i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, mimi ni muislamu katika itikadi na manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Kaambia mbona hilo pia ni refu, sema ana salafi, mimi ni salafi, imetosha kwamba wewe ni muislamu na unajinasibisha na hao masahaba, kuliko kusema ana muslimun min ahli sunnati wal jamaa, ni jina refu. Fahamu? Qala wa inna ma takunu almunaza'a haythu yad'i alintisaba ila as-salaf man laysa bimuntasibin ilayhim haqiqa. Isipokuwa ikhtilafu ni kwa mtu ambaye anadai kujinasibisha na hao salaf, mtu ambaye si mwenye kujinasibisha nao kwa uhalisia, uhakika wake si salafi, lakini anajinasibisha na hao salaf, anajiita tu, lakini si hakika kwamba yeye ni mwenye kujinasibisha na hao salaf. Fahinaidhin la budda min at-tamayyuz, hapo sasa lazima kumpambanua huyu. وهذا هو الذي يوقع في الاشتباه, huu ndiye ambaye anaingiza watu katika kutatiza. Huu ndo anayewatatiza watu. Mtu si salafi lakini anajinasibisha tu kwenye usalafu na kuandika kwenye kuta za nyumba yake kadha kadha manhaji ahli sunna wal jamaa, kumbe mwenyewe si salafi. Si wamo humu? Wamo humu wengi tu, wamo wengi. Walipotajwa sasa wamerudi nyuma, kumbe wameshanjua hawa, basi sasa sifanye tena. Si salafi chochote, hana lolote katika usalafi, bali anawafanyia difaa watu wa bid'a. Salafi gani anayewatetea watu wa bid'a? Kina al-Qardawi, kina Aid al-Qarni, yeye awatetea alafu wajiita salafi. Ulisikia wapi wewe? Ulisikia wapi salafi awatetea watu wa bid'a?
Kwa hiyo hapa ndio panapokuja ubabaishaji wa hawa wanaojinasibisha na salaf, kumbe si masalaf. وهذا هو الذي يوقع في الاشتباه أنه قد ينتسب إلى السلف من ليس على منهجهم. Huenda mtu akajinasibisha kwenye usalaf na hayuko katika manhaji yao. Wa man laysa bimuntamin ilayhim, na hayuko si mwenye kujinasibisha nao, wala bimuntasibin ilayhim haqiqa, wala mwenye kujinasibisha nao salaf kwa uhakika. إذن فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف. كما ينفسيه كwetu kusema sunni, ana sunni kwa kujinasibisha kwa ahlu sunna na kujinasibisha kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, pia inasihi, inafaa kwetu kusema salafiyun nisbatan ila salaf, kwa kujinasibisha kwenye hao as-salaf masahaba. فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة. baada ya kupatikana hizi firaq nyingi, vikundi vingi, na kupatikana mfarakano wa Uislamu, asbaha madlulu salafi muntabiqan ala man hafadha ala salamati alaqida wal manhaj. Hapa sasa imekuwa yale ule ufahamu na uelewa wa salaf unafungika kwa hawa wenye kuhifadhi usalimifu wa aqida na manhaj, tibqa lifahmi sahabati alkiram, kwa kuwafiki ufahamu wa masahaba watukufu, wal quruni almufaddala, na hizo karne tatu bora. Hawawezi mahizbi kujiita salaf, hawawezi kujiita salafiyun, hawawezi. Mshafahamu, hawawezi. Unaposema salafi, wewe ni moja kwa moja umehifadhi na kujisalimisha na itikadi zao mbovu na manhaji zao za upotevu. Wewe umejifunga na kufuata aqida na manhaji ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم. na inakuwa istilahi hii ya salaf ni muradifan limuwafiqan, yenye kuwafik majina ya kisheria mengine ya hao ahlus sunna kama ilivyotangulia. Fala budda min idhari madhhabi salaf, lazima kudhihirisha madhehebu hii ya salaf. Wala budda min bayani mawqifihim min ahli albid'ah, na lazima kuweka wazi msimamo wao hao salaf kwa hawa ahlul bid'ah. Lazima kudhihirisha madhehebu hii na lazima kubainisha mawqifu yao hawa ahlus sunna kwa hawa au dhidi ya hawa ahlul bid'ah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. Jilazimisheni kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa, shikamaneni nazo. Wa adhu alaiha bin nawajidh, ziumeni sunna hizo kwa meno yenu ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila lenye kuzushwa ni bid'a, ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: وقد قيل له من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa anasifu firqatun najia, akaulizwa man hiya ya rasul Allah, ni kikundi gani hicho chenye kusalimika na moto ya rasul Allah? Qala: ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao watakuwa katika ile manhaji niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu. Wa fi riwaya: man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale waliokuwa katika mfano wa hii manhaji niliyonao mimi hii leo na masahaba wangu.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات anayetaka kufuata na wafuate hao waliokufa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma walikuwa ni bora ya watu wa ummati huu wa abarraha quluban ni watu wema zaidi kwa nyoyo zao wa a'maqaha ilman na ni watu wenye ilmu nyingi kuliko wengine wa aqallaha takallufan na watu wenye ni uchache wa kujikalifisha qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa naqli dini watu ambao Allah amewakhitari kuwa ni masahaba usuhuba wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na Allah amewakhitari kunukuu dini yake fatashabbahu bi akhlaqihim jifananisheni na tabia zao wa taraiqihim na njia zao fahum kanu ala alhuda almustaqim kwani wao walikuwa katika muongozo ulionyooka. Wallahu a'lam.